Naam, hujambo na karibu tena mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri au yanaenea katika mitandao ya kijamii na katika vyombo vya habari siku ya leo. Naam, mtazamaji, wewe kubonyeza video hii ni kutaka kufahamu taarifa inayojiri kuhusiana na kutoweka kwa Humphrey Polepole na iwapo umepatikana bado au la. Kwa mujibu wa kaka yake Humphrey Polepole, Agostino Polepole, leo ni takriban siku 14 tangu Polepole atekwe nyara, na kulingana naye mpaka sasa Humphrey Polepole hajapatikana na hakuna taarifa zozote kumhusu. Lakini taarifa nzuri vile kutoka kwa kaka Agostino Polepole, anadai ya kwamba amepata ushahidi ukiwemo ushahidi wa video ambao umeleta matumaini ya kutendewa haki kwa Humphrey Polepole au kupatikana kwake kwa haraka, na pia kaka huyo ametaja na kuwatuhumu watu hawa wakubwa serikalini. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Kitendawili kinachoendelea kuhusu kesi ya kupotea kwa Humphrey Polepole kimechukua sura kubwa baada ya kaka yake Humphrey Polepole, Agostino Polepole, leo kufunguka ya kwamba imetimia siku 14 au takriban wiki mbili tangu kaka yake kupotea, na ukweli ni kwamba bado hajapatikana, na ripoti zote ambazo zinadai ya kwamba Polepole amepatikana basi ni za uongo. Agostino Polepole vile aliweza kuwatuhumu hadharani watu wawili mashuhuri. Mbunge wa Chalinze alimtaja kama Ridwan Kikwete na ofisa mwandamizi wa polisi aliyetajwa kwa jina la Mafwele, kulingana na Agostino, kuhusika moja kwa moja katika utekaji nyara huo. Madai hayo ya mlipuko yametikisa mazingira ya kisiasa ya Tanzania na kusababisha mjadala wa nchi nzima na kulazimisha vyombo vya usalama kufungua uchunguzi rasmi. Madai ya Agostino sio tu yameongeza wasiwasi wa umma, lakini pia yamezidisha uchunguzi juu ya jinsi serikali inavyoshughulikia kesi ya kutoweka kwa Humphrey Polepole ambayo imetawala vichwa vya habari wiki hii. Hata hivyo, katika taarifa yake ambayo imesambaa kwenye mitandao ya kijamii, Agostino Polepole alieleza kwa kina kile anachodai kilitokea usiku wa Oktoba tarehe 14. Alidai kuwa majira ya saa 9 alasiri watu wenye silaha wanaosadikiwa kuhusishwa na afisa Mafwele walivamia boma lao kwa kupasua ukuta ama kwa kujaribu kupanda ukuta kumradhi, na kuingia kwa nguvu ndani ya eneo hilo. Kulingana na maelezo yake Agostino, mashahidi kadhaa walikuwepo na waliona tukio zima likiendelea. Aliongezea na kusema kwamba wavamizi hao au genge hilo walifanya kazi kwa umakini na uratibu, hali iliyomfanya amini kuwa tukio hilo lilipangwa mapema. Maelezo haya ya kaka yake Humphrey, Agostino Polepole, kuhusu shambulio hilo sasa yamekuwa sehemu kuu ya ushahidi katika kesi ya kutoweka kwa Polepole mahakamani, huku maswali yakiongezeka kuhusu nani alipanga madai ya kutekwa nyara na kwa nini, akizidi kuchochea mvutano wa wananchi. Agostino Polepole alidai kuwa wakati wa hafla ya vijana iliyofanyika Mbeya, mbunge Ridwan Kikwete alitoa maelezo ya kufahamu mahali alipo Humphrey Polepole. Agostino alisema maoni hayo sio tu ya kutisha bali pia yanafichua, yakimaanisha uhusiano wa kina kati ya mbunge huyo na watu waliohusika na utekaji nyara huo. Kauli hizi zinazosambazwa sana mitandaoni zimemweka Ridwan katika utata. Waangalizi wamebainisha kuwa shutuma hizo za moja kwa moja dhidi ya mwanasiasa wa ngazi ya juu zinaongeza uzito wa kisiasa usio na kifani katika kesi ya kutoweka kwa Polepole, na pia kutaka uchunguzi wa haraka na uwazi kutoka kwa mamlaka. Agostino Polepole aliendelea kuwasha moto mkali mtandaoni kusema kuwa ana ushahidi wa video na sauti ambao unaweza kudhibitisha madai yake. Ameapa kukabidhi ushahidi huo kwa polisi na kuuweka hadharani. Tamko lake limezua hisia tofauti kote nchini, wengine wakimwona kama mtoa taarifa anayetafuta haki kwa ndugu yake aliyepotea, huku wengine wakionya kwamba shutuma hizo nzito lazima zishughulikiwe kwa uangalifu ili kuepusha machafuko ya kisiasa. Ahadi ya kutoa udhibitisho wa video imezidisha matarajio na uvumi kuhusu kesi ya kutoweka kwa Polepole, kwani wananchi wanadai ukweli kutoka kwa walio madarakani. Kufuatia kusambaa kwa tuhuma hizo, jeshi la polisi Tanzania lilithibitisha kuwa uchunguzi rasmi ulizinduliwa Oktoba tarehe 7 mwaka huu 2025. Msemaji wa jeshi la polisi alisema kuwa askari sasa wanakusanya ushahidi na wanakusudia kumuita Agostino Polepole ili atoe maelezo ya kina kuhusu madai yake. Wachunguzi pia wanawahoji watu ambao waliripotiwa kuwa karibu na eneo la tukio linalodaiwa kutekwa nyara usiku huo. Polisi walisisitiza kuwa kila jitihada inafanyika ili kubaini ukweli wa tukio la kupotea kwa Polepole, huku wakiwataka wananchi kuendelea kuwa na subira wakati wa uchunguzi ukiendelea. Licha ya kuanzishwa kwa uchunguzi huo na jeshi la polisi, bado hali ya mashaka ni kubwa miongoni mwa Watanzania wengi. Wananchi kwenye mitandao ya kijamii wametoa maoni yao kuhusu iwapo viongozi hao watachukua hatua bila upendeleo
leo kutokana na ushawishi wa kisiasa wa baadhi ya watuhumiwa hao. Wengi wametoa uwiano kati ya kesi ya kutoweka kwa Humphrey Polepole na matokeo ya awali, ambapo uchunguzi wa hali ya juu uliishia bila matokeo madhubuti. Hali ya umma, kulingana na wachambuzi, inaonyesha kuchanganyikiwa kwa kile wanachokiona kama haki ya kuchagua na ukosefu wa uwazi katika kushughulikia masuala nyeti ya kisiasa. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wamelitolea ufafanuzi suala hilo, wakisema kuwa shutuma dhidi ya Ridhiwani Kikwete na afisa Mafwele zinaweza kuwa na madhara makubwa kwa taswira na utulivu wa Tanzania. Walibainisha kuwa kesi ya kutoweka kwa Humphrey Polepole imetokana na janga la familia na kwa kero ya kitaifa kupima uhuru wa polisi na mahakama. Baadhi ya wachambuzi wanaamini kuwa jinsi kesi hii inavyoshughulikiwa inaweza ama kurejesha au kuondoa kabisa imani ya umma kwa taasisi za serikali. Shinikizo kwa serikali, waliongeza, sasa ni kubwa kuliko hapo awali. Wakati huo huo, wafuasi wa Ridhiwani Kikwete na viongozi wa serikali wamekanusha madai hayo na kusema hayana msingi na ni ya kisiasa tu. Wanasema kuwa kauli za Agostino ni za kizembe na zinahatarisha kuharibu sifa bila udhibitisho. Hata hivyo, Agostino amesimama kidete akisema hatarudi nyuma hadi haki ipatikane na ukweli wa kesi ya kupotea kwa Humphrey Polepole ubainike. Azimio lake limetokana na kuongezeka kwa idadi ya wananchi wanaoiona kesi hiyo kama ishara mapambano mapana ya uwajibikaji na utawala wa sheria. Wakati uchunguzi ukiendelea, Humphrey Polepole bado hajulikani aliko na kuiacha familia yake katika majonzi makubwa. Mara kwa mara, ndugu na jamaa wametoa wito kwa mamlaka kuweka kipaumbele katika msako huo, wakielezea hofu kuwa huenda muda unakwenda. Agostino ameendelea kuzungumza hadharani akishikilia kuwa familia haitakaa kimya au kutishiwa na vitisho. Kudumu kwake kumefanya kesi ya kutoweka kwa Humphrey Polepole kwa kituo cha kitaifa cha mijadala kuhusu haki, usalama na uhuru wa kisiasa, na pia kuongea kwake mara kwa mara mitandaoni kupitia video kumesababisha kesi hii ya Humphrey Polepole isiweze kusahaulika kirahisi. Wataalamu wa masuala ya usalama wanasema kuwa polisi lazima washughulikie suala hilo kwa uangalifu wa ajabu, kwani kesi ya kutoweka kwa Polepole tayari imezua migawanyiko miongoni mwa raia na kuzua hisia za kisiasa. Wanaonya kwamba dhana yoyote ya upendeleo au kucheleweshwa kwa uchunguzi inaweza kusababisha machafuko na kuharibu sifa ya Tanzania kimataifa. Wataalamu pia wanatoa wito wa kuanzishwa kwa uchunguzi huru ili kuhakikisha kuwa kesi hiyo inaendeshwa kwa haki na uaminifu. Katika jamii kote nchini, kesi hiyo imezua mjadala mkali. Baadhi ya Watanzania wameandaa mikesha ya maombi na mikusanyiko ya amani ya kutaka kumrejesha Humphrey Polepole haraka iwezekanavyo. Mashirika ya kiraia pia yamejiunga yakihimiza uwazi na uwajibikaji kutoka kwa mashirika ya serikali na kumtaka Humphrey Polepole apatikane haraka. Matukio haya yanadhihirisha jinsi kesi ya kutoweka kwa Polepole ilivyovuka mipaka ya kisiasa na kuwaunganisha wananchi katika hitaji la pamoja la ukweli na haki. Kwa kumalizia, shutuma za Agostino Polepole zimefungua ukurasa mpya na tete katika kesi ya kutoweka kwa Humphrey Polepole, ambayo inaweza kufafanua upya mtazamo wa nchi kuhusu haki, madaraka na uwajibikaji. Ni hayo tu mtazamaji, nijuze maoni yako upande wa comment section. Vile bonyeza alama like kisha subscribe, alafu bonyeza box hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi kuhusiana na masuala yanayojiri.